Pengine ushindani kwa wapinzani wao ambao wako mezani itakuwaje? Maanake watu walikuwa wanajua watakutana na Zamaleki. Nafikiri kwa sababu watu wengi wamekuwa sio wafuatiliaji wa mpira kwa ujumla, ni watu ambao wamekuwa wakifuatilia tu hizi timu hasa za Tanzania, ndio maana walikuwa wamewaza kwamba Simba atakutana na Zamaleki. Lakini pia ukiangalia kwa namna ambavyo Stellenbosch amekuwa akicheza na Zamaleki na kwa ujumla timu kutoka Afrika Kaskazini, nimekuwa nikizungumza, ni kama viwango vyao vimeshuka sana kidogo. Ukiangalia Ali anapambana, unaweza kuona hata mazingira ambayo ameweza kuyatumia mpaka anamtoa Al Hilal ya Sudani, haikuwa kazi rahisi. Ukiangalia Al Hilal ambapo mazingira yanayopitia, lakini bado ilitakiwa Ali afanye kazi ya ziada. Angalia Berkane, angalia MC Alger. Kwa hiyo zimekuwa ni timu ambazo zimebakia kuwa timu kubwa zenye nguvu ya kiuchumi, lakini kwa maana ya mpira kwa sasa ni kama vile unaanza kuwakimbia na kuhamia ukanda mwingine. Ukiangalia Stellenbosch, hii ni timu ambayo sio maarufu sana katika soka la Afrika. Ukiangalia katika msimamo wa ligi South Africa, wanashika nafasi ya 5 wakiwa wamecheza michezo 22 wakiwa na pointi 35, nyuma ya kinara Mamelodi ambaye ana michezo 23 akiwa na pointi 58 hapa juu kileleni. Lakini ukiangalia katika mchezo za siku za karibuni, wamekuwa na uwiano mzuri kupata matokeo. Ni timu ambayo imetengeneza uwiano mzuri katika mazingira yake, hasa kwenye kujilinda. Ukiangalia katika mechi 5, ni mechi moja tu ndio ambayo waliruhusu kupoteza mchezo dhidi ya Magesi FC katika mchezo wa ligi. Lakini baada ya hapo wamemaliza kushinda michezo miwili na kutoka sare michezo miwili. Kwa hiyo sio timu ya kubeza. Lakini pia kama utakumbuka, wakati kocha wa Yanga Sid Lamovic akiwa anaondoka, alizungumza kwamba ligi Tanzania bado imekuwa haina kasi au haina ile intensity ambayo inaweza ikafanya wachezaji waweze kuwa na utimamu wa 100%. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia ligi ya South Africa ni miongoni mwa ligi ambazo zina ubora mkubwa na hasa kwenye utimamu na kasi ya mchezo. Utakuwa ni shahidi, Yanga alicheza nusu finali na Malumo Gallants ambao mwisho siku walishuka daraja, lakini waliisumbua Yanga. Kwa hiyo naamini kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi, ukizingatia wenzetu walishapiga maendeleo ya kisoka, lakini pia wana maandalizi mazuri, ndio maana wameweza kutoka sare nyumbani na wakaenda kushinda away katika mazingira ambayo haiwezi kuwa rahisi. Kwa hiko ambacho umekizungumza sasa, kwa faida tu ya mtu ambaye anayafuatilia matangazo haya, pengine Simba wanaweza wakavuka kweli, ama safari shughuli itakuwa imeishia hapo? Kuvuka au kutokuvuka katika hii michuano au katika mechi za mchuano, wakati mwingine sio kuwa ubora pekee utakuvusha. Wakati mwingine ni kuwa na proper approach au good calculations zinaweza kufanya uweze kuvuka, ukajua unakutana na mpinzani namna gani na uingie na mbinu gani. Tulishashuhudia Chelsea akichukua ubingwa wa Ulaya dhidi ya Bayern Munich katika mazingira ambayo factor zote za kimpira zilimfanya Bayern aweze kuwa bingwa wa Ulaya, lakini mwisho siku Chelsea akacheza kwa nidhamu ya hali ya juu na bado akapata matokeo. Kwa hiyo kupata matokeo kwa Chelsea akukuondoa ubora wa Bayern ya kina Ribery ambao walikuwa nao ule kipindi kile. Kwa hiyo kwa sababu ni hatua ya mtoano ambako kuna mechi mbili tu, kwa maana nyumbani na away, naona Simba wana kazi ya ziada ya kuweza kufanya, na hasa katika mechi ya kwanza kuzingatia kwamba wanaanzia nyumbani. Kuna maeneo lazima wahakikishe kwamba wanayaboresha maeneo, baadhi ya maeneo hasa kwenye eneo la ulinzi, lakini pia na matumizi mazuri ya nafasi. Labda ukiwaangalia Simba walivyocheza hapo jana, ni kweli ni wazi walikuwa wamestahili kuvuka, ama ndio hivyo tena la kutokea limetokea? Nafikiri jana walibebwa na approach ya Al Masry. Ndio ilikuwa imebebwa kwa sababu Al Masry ni kama vile walikwenda kuifanya mechi iweze kuwa rahisi. Kwa nini? Kwa sababu walikubali katika mechi ambayo ilikuwa na pressure kubwa, wao wakae nyuma wakijua kwamba walikuwa hawana advantage ya hali ya hewa, walikuwa hawana advantage ya atmosphere kwa maana mazingira ya kiwanja. Kwa hiyo Simba ikampatia faida ya ziada na kuweza kuwashambulia muda mwingi na kutumia idadi kubwa ya watu katika eneo la adui. Kwa nafikiri baadhi ya approach ya Al Masry ndio iliyofanya Simba wapate advantage na baadaye wakaweza kutumia vizuri opportunity ya kwenda kwenye penalty na kupata matokeo. Kwa hiyo ni mechi ambayo walibebwa zaidi na namna ambavyo walikuwa wameingia Al Masry, lakini pia ile concentration yao na kutumia uwanja nyumbani ndivyo viliweza kuwabeba. Labda kuna mtu anaweza kujiuliza kwa nini Simba inaanzia nyumbani na si ugenini kwenye michuano ya kimataifa nusu finali? Katika hatua za mwanzo ndiko ambako zile timu ambazo zipo kwenye renki ya juu ya kafu wanakuwa wanapata advantage ya kuweza kuanzia ugenini na kumalizia nyumbani. Lakini wanapokuja kupanga zile hatua, kwa maana ile hatua robo finali, baada ya kutoka kwenye makundi wanakuja kucheza draw ya kwenda robo finali na kuendelea, pale wanakuwa wanatoa draw ya moja kwa moja.
Kwa hiyo pale huyu atacheza na huyu, atakutana na huyu, na mechi itaanzia wapi. Kwa hiyo ule mzunguko wa draw ndio ambao unakwenda kudetermine utaanzia wapi. Kwa hiyo pale ile factor tena ya vigezo, kwa maana kwamba ubora kwa tena haupo tena. Kwa nafikiri ukiangalia katika zile draw zilikuwa zimeonyesha pale kwamba kama Simba atapita, atakutana na mshindi kati ya huyu na huyu, itamlazimu aanze nyumbani. Kwa hiyo ni mpangilio wa kwenye draw ambao ilikuwa imechezeshwa. Kwa asiyejua, Simba ipo nafasi ya ngapi sasa mara baada ya kufika hatua ya nusu fainali shirikisho? Simba anafikisha, kama ataishia hapa atakuwa anafikisha alama 43 mbele ya alama moja ya Zamalek ambaye ana alama 42, na kuwa atakwenda kushika nafasi ya 4 kama atakwenda kuishia hapa. Na kama itatokea akishinda, akienda hatua ya fainali pengine na kuchukua ubingwa, hapa tena itakwenda ataongeza alama, tutapata calculation na kwanza kujua atakuwa amefikia katika alama ngapi. Lakini kwa ninavyoangalia bado atakuwa anacheza kwa nafasi hizo, kwa sababu ameacha pale alama nyingi na wanayemfuata kutoka kwa sasa bila kupepesa Simba ni ya 4. Simba ni ya 4.